Mtazamaji, karibu katika Mangala News. Karibu kuzungumza michezo. Tunazungumza mpira wa miguu. Tuna mengi ya kukwambia ambayo wewe unatakiwa uyafahamu. Mara tu baada ya mchezo wa dabi kukamilika, Young African dhidi ya Simba Sports Club Mnyama akipoteza mchezo huo kwa magoli mawili. Tunaona Mzize akienda kuwaliza wana Simba bila kumsahau Pacome. Hiyo ndiyo dabi ya Kariakoo, Young African akinyanyuka na ushindi kwa kutoa taji. Sisi tunazungumza kuelekea msimu ujao. Nini kifanyike kuzidi kuboresha mpira wa miguu hususa katika timu ya Young African? Leo tuko na shabiki kindaki, shabiki garagaza kabisa wa club ya Yanga. Yeye ana mengi ya kutuambia, kile ambacho walichokiona, nini haswa maboresho ya timu yao, wapi waongeze, wapi wapunguze. Tukianza moja kwa moja katika mchezo wa dabi ambao umetamatika na Yanga kuibuka na ushindi. Shabiki atakwenda kutuambia jinsi walivyo tumia mbinu za kwenda kumfunga mnyama, na yeye furaha yake haswa ikoje mara baada ya kutoa taji kubwa kabisa nchini Tanzania. Na je, vipi wana malengo ya kutoa taji lingine, Yanga wakiwa wamebakisha mchezo mwingine wa finali dhidi ya Singida? Karibu shabiki, kwa majina unaitwa nani, wa Tanzania wanahitaji kukufahamu? Kwa majina anaitwa Robert. Mimi ni mshabiki wa Yanga, ingawaje sina kadi, manake sio mwanachama. Okay, sawa, una kadi lakini tayari wewe ni shabiki mkubwa kabisa wa club ya Yanga. Tuanzie hapo, mtazamo wako hasa ukoje kuelekea ile dabi ambayo nyinyi mmeibuka na ubingwa? Mipango gani haswa ama mikakati gani mliitumia mpaka kwenda kutoa taji la NBC? Kiukweli sisi timu yetu ilikuwa iko vizuri tokea muda. Hiyo inajulikana na alifichiki. Mshabiki yoyote wa Simba ukimuuliza Yanga wako vizuri, anaweza mkabishana akakwambia Yanga iko vizuri, lakini ndani ya nafsi yake anajua kwamba iko vizuri. Kwa hiyo kuhusu ubingwa, hilo lilikuwa liko wazi, Yanga lazima achukue kwa sababu sisi tuko bora zaidi yao. Unahisi Simba ilikwama wapi mpaka kupoteza katika mchezo huo? Pamoja na Yanga iko vizuri, lakini inaonekana Simba haikucheza kabisa mchezo ule. Yani Simba ilizidiwa kila idara. Simba quality, Yanga wana quality kubwa kupita Simba. Isipokuwa ni vile tu timu zetu tushazoea, mtu akishapenda timu yake anaamini yake ni kubwa zaidi, lakini kwanza kifitness tunawazidi, ikiwa quality ya wachezaji sisi tu Yanga iko juu. Kifupi watu wezi kukimbinu, unaona bana. Hata ile pumzi yani ya timu, ile energy, Yanga ina energy kubwa kuliko Simba. Ukichukua mchezaji mmoja yani Yanga bado wachezaji wake wana quality kubwa tofauti na Simba. Ukichukua wachezaji wa Simba labda useme kuingiza kikosi cha Yanga, watapata tabu sana. Kwangu mimi naamini ambaye akienda pale atapata namba moja kwa moja, Mohamed Hussein Shabalala. Lakini tunaona Shabalala alizidiwa kweli kweli, alikuwa anakimbizwa Shabalala pamoja na Kapombe. Wewe unamwamini vipi kumpeleka katika klabu ya Yanga na kusadiki kwamba akipeleka pale basi atapata nafasi ya moja kwa moja? Hapana, Shabalala alikuwa yuko vizuri. Ukiangalia Max alikuwa na mchezo mzuri ile siku, alimdhibiti. Max ambaye tunamfahamu sio yule. Max anacheza mpira mkubwa, lakini siku ile Shabalala alifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana mpaka akatolewa. Sijui unanielewa? Shabalala ni mchezaji mzoefu na anajua ana uwezo mkubwa, kwa sababu unavyosema ana uwezo mkubwa, ile nafasi anaocheza, enzi zangu mimi mwenyewe nilikuwa napiga ile namba 3. Shabalala anajua mpira. Vipi ukiambiwa Yanga Kapombe akiambiwa bwana hapa Pacome anaondoka katika klabu ya Yanga, dirisha la usajili muda wowote linakwenda kufunguliwa, tumeona silaha ya Young African ni Pacome. Wewe mtazamo wako ukoje? Simba wananukia kwenda kudondosha mlungula ili kuongeza nguvu ya kikosi chao. Moja ya jina linalotajwa ni Pacome. Wewe ukiambiwa leo hii Pacome anaondoka, mtazamo wako haswa utakuwaje na nini utaiona katika klabu ya Yanga ikimpoteza Pacome? Kwangu mimi
naamini kwamba mchezaji yoyote kuperform, kwanza mfumo, aendane na mfumo wenu. Pacome yule ni mzuri, sikatai, ni mzuri sana sana sana. Vilabu vyote Tanzania anaweza akacheza. Lakini je, anaendana na mfumo wa Simba? Inawezekana akaenda pale, lakini Pacome bado kamaona mzurulaji kutokana na mfumo wa Yanga. Yeye kasha ubeba upo kichwani, yani umwambie kitu, hata kama ukimwamsha yeye anacheza. Kwa maana kwa mfano ukisikia Pacome labda anaenda zake Simba, sio mbaya, anaweza akaenda, si mchezaji, ile ni ajira. Lakini pale utatafuta mchezaji mwingine ambaye ataendana na quality ya kwake. Ingaje ni ngumu kupata design ya mchezaji kama yule. Wamepita wengi Yanga Afrika, na wengi walikuwa na majina kama Pacome. Pacome sisi tulikuwa tumjui, alipokuja ndo tumemjua yule ni Pacome. Ingaje tulikuwa tunaona Asek yuko anacheza anafanyaje, lakini hajaimbwa kama alivyoimbwa Yanga Afrika. Kwa kifupi, sisi Yanga tunajua kuwatengeneza wachezaji na kuwapa majina. Swala la Stefan Aziz Ki tayari tumeona mitandao mingi ya kijamii imeandika ameshamalizana na Young African. Pengo la Stefan Aziz Ki endapo kweli dili itakamilika, wewe unahisi Yanga itakwenda kupoteza kiasi gani katika michuano ya kimataifa? Azizi, huwezi kukwepa mchango wa Azizi. Mchango wake ulikuwa ni mkubwa, ni mchezaji mkubwa. Lakini nina imani watatokea wengine zaidi ya Azizi, kwa sababu Kratos Chota Chama sina uhakika, na hisi za ndani kabisa kaongeza mmoja bado anaweza akatusaidia, kwa sababu Azizi na Chama hawana tofauti. Tofauti yake mmoja ni mtulivu zaidi, mmoja mzuri kwenye pasi, kupasia na kuliona lango. Unaona, Chama anaweza akasimama vizuri. Ingaje Chama kwenye timu ambayo ikiwa inagongana sana unaweza ukampotea ukasahau ndani kuna Chama, lakini mdoo ukishajisahau sana anaweza akakuumiza. Kwa hiyo wewe unasema Stefan Aziz Ki tumpe mkono wa kwaheri bila shida yoyote ile? Kama donge nono watu wamefika au uzwe, kwa sababu kunakoelekea na ukashaka misimu ngapi, miwili kama sikosei, miwili au mitatu. Manake akikaa tena hapo kunakoelekea anaenda kushuka. Okay, tukiachana na huyo tunaambiwa Mzize naye bado yupo kwenye mazungumzo, vilabu kadhaa vikiwa vinamhitaji. Moja ya mtu ambaye anatajwa kweli kweli ni kocha Nasruddin Nabi ambaye anafundisha timu ya South Africa. Inaonekana kabisa kuna watu ambao wanawahitaji, akiwemo na Mzize pamoja na Faisal Salum Feitoto kutokea Azam FC. Tumeona Mzize anakuwa na kiwango bora kila siku, ama kila kukicha anazidi kuimarika. Endapo naye ataondoka, nafasi yake ama pengo lake litakuwaje? Kwa maana inaonekana kabisa Yanga itakwenda kupoteza wachezaji wengi ambao walikuwa wanaanza katika kikosi cha kwanza, ukizingatia tunakwenda katika michuano mikubwa kabisa ya kimataifa. Mzize kama anaondoka, nafikiri watasajiliwa wengine, na mtu ambaye anahusishwa kuja ni Jonathan Soa. Ingawaje kwangu mimi Jonathan Soa ni mzuri, wenyewe wanasema nini, Golgeta. Golgeta. Anapasia vizuri nyavu, lakini kwenye pilika Mzize anapilika nyingi zaidi. Na kama anaondoka, kwa sababu Mzize mimi naamini akicheza namba 9 sio mzuri kivile, tofauti na ukimpanga akitokea kulia au kushoto au anaingia shimoni, bado anakuwa mzuri. Kwa hiyo pale light, kama angekuwa ndo mimi jicho langu la usajili, ningeshusha Soa pale, nikatafuta na mchezaji mmoja yule anaochezea Al Hilal Omdurman ya Sudani, anacheza namba 11 kama sikosei, yule 11 namba 7 anaitwa Kamungisha, sijui ni Biglimana, sijajua jina lake ni nani. Yule angetufaa yule. Alafu na sehemu nyingine zaidi sehemu ambayo mimi naifikiria wasajili namba 6 kwanza kumsaidia mzee Aucho. Wasajili namba 6. Nafikiri viongozi na mashabiki na wadau wa Young African wanakusikia vizuri kabisa. Kennedy Musonda tumeambiwa kuna uwezekano msimu ujao tusiwe naye. Unaiona nafasi yake kumleta mtu ambaye atakuwa bora zaidi kuchukua mikoba yake? Kwa maana Kennedy Musonda ameisaidia timu hapo alipoisaidia, lakini tunaambiwa kuna uwezekano kwa asilimia nyingi Kennedy Musonda pamoja na wachezaji takriban watatu wataondoka katika klabu ya Yanga, pamoja na Mudassir Yahaya pia naye akihusishwa kutoka katika klabu ya Yanga. Yanga wanahitaji kufanya maboresho makubwa katika kikosi chao. Jicho langu mimi linaniambia Simba walifanya maboresho ya kikosi na wakautumikia muda mpaka sasa tunaona
timu ambayo ya Simba ilikuwa hivyo hivyo. Upande wa Yanga, endapo wachezaji wengi wataondoka, hakuna mpolomoko wa timu kutokea.